Waswahili wanasema, ili uweze kuwa mwandishi mzuri wa vitabu, ni bora zaidi ujifunze kutoka kwa waandishi wengine wa vitabu waliokutangulia. Hii itakupa funzo na picha ni kwa namna gani unaweza kuwa mwandishi mzuri sana wa vitabu katika jamii. Naam, sisi ni wanafunzi kutoka Shule Kuu ya Uandishi wa Habari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tulipata nafasi ya kutembelea Clouds Media Group. Hiki ni chombo cha habari kati ya vyombo vikubwa sana vya habari nchini Tanzania. Karibu sana uitazame makala hii. Natumaini baada ya kuitazama makala hii kuna somo utalipata hapa. Sisi bwana ni wanafunzi kutokea Shule Kuu ya Uandishi wa Habari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam SGMC. Kwa tumekuja hapa ni study tour, tunafanya research projects ambapo tunatakiwa tuone namna ambavyo media zina operate. Tumekuja hapa kwa ajili ya kusoma na kuelewa. Kwa kile mnachotuelekeza ndio ni max za mtu kwa tunaenda kuzipeleka. So mimi naitwa Bright Mbwilo, lakini siko peke yangu, pia wajitambulishe. Tuko team, tukijitambulisha hapa muda mtosha. Of course tuko team. Ipo team. Ndio newsroom, hizi ndo gazeti na nini. Hapa ndo sehemu ambayo tunachakata sasa material baada ya kutoka huko mtaani na leta hapa. Hapa ndo mhariri atapitia wa picha wa maneno, hapa ndo tahariri kila kitu. Baada ya hapo sasa atatoa tafsiri kama mkubwa, atapeleka pia sehemu ambapo sasa ndo tunapeleka huko. Hii floor ina digital pamoja na TV. Hapa digital pamoja na TV. Hii ofisi ya mkuu wa digital. Kwa hiyo editors anaweza kaingilia kule, kaingilia huko. Editors sio kama wale wa nini wa kwenye news. Sasa hii ndo master control room ya TV. Hapa utavyoona hii ni program ya kurusha vipindi hewani. Kama kipindi chote kikiwa progress ni hapa ndio kinaenda hewani. Sasa hapa ni hizi monitor kwa kuangalia kama kimekaaje. Kuna kamera ziko connected hadi kwenye chumba cha onyesha cha radio. Okay, haya. Hapa OBS. Hapa mtu wa TV anaweza kupeleka live feed au hapa inakuwa. Huko hamna swali, hamna swali. Clouds hapa ndo tunachokitazama nje, hapa ndo sana ndo tunakitazama hapa. Kuna hapo. Hii ni set pia Yes, hii set ya nini ile? The Spark. The Spark, yes. Karibu. Kwa labda msanii anataka labda aje awe live hapo, anakuwa anatoa taarifa kabla au unakuwa kuna special program ya wasanii kadhaa mnakuwa mnachagua na wewe au wao ndio wanatoa request kule? Sasa hichi kipindi kinaitwa The Spark ndio ambacho kwa asilimia zote ni entertainment, lakini pia huko The Spark Central pia inakuwa inaita wasanii, lakini sisi tunataka twende hivi tunataka msanii huyu na huyu na huyu. Kwa nadhani kwenye TV kuna hichi, kuna Clouds E pia ni entertainment. Kwa kifupi vipindi vyote vya radio yote vya TV yote kama tulivyokuja hapa tuliomba, lakini kuna mawili, unaweza ukaomba au ukatafuta. Yaani kikubwa uwezi kuja tu saizi bwana nakuja mimi naomba kipindi. Hata kama yes mnachikia. Kama mwizi nitakujuaje? Kama mwizi wani. Sisi tunashukuru kwa niaba ya wanafunzi wenzetu. Najua hii ni project watu wanatazama. Tunaangalia namna tutakuwa siku sisi ndo tuko hapa. Si ndivyo? Yes. Kabisa. Yaani hiki tunachojifunza hapa leo kesho tutakwenda tunakuja kuangalia na hivi. Ukiangalia hizi ni kamera zote 3, maana yake 1 2 3. Zimetoka zingine Arusha, wameenda Arusha nguvu. Sawa, kamera ni za viwango hivi, hizi tunazihitaji, sema hizi eti ndio NX100 NX100 okay. Sawa, hizi ndo mara nyingi watu wanasema kwa broadcast live ndo nzuri zaidi kuliko hizo kaida. Tutanunua wale wa online media. Online media tuna vikamera vyetu. Hii ni ofisi ya sales and marketing.
Zingatia ndio sales and marketing. Hapa ni ofisi ya mkuu wa sales, ni pale ofisi ya mkurugenzi. Mkurugenzi. Tena. Kuna Sheba na nani na Kusaga. Okay. Kuku Sheba kule Kusaga. Hapa ofisi ya creative. Hapa humu traffic. Pale ofisi ya mkuu wa ubunifu. Umo nini? Pale ile ofisi ya Madam Mbaya naongeleaga sana kile kipengele. Maudhui wale wabunifu, kugundua zile tags. Ubunifu ndio ofisi yao ya. Hapa. Ambao mkuu wao mkuu wa mikakati na ubunifu. Hapa ni kule ni anaitwa Lubendege. Hapa anaitwa mkuu wa marketing wa Saudia. Nabuni hashtag za kutembea kwa mwaka mzima. Kwa mwaka wote tunatembea na slogan, ndio hivyo. Watu wa marketing hapa. Huu ndio upande wa mwisho wa radio. Radio? Humu ni music department. Karibuni sana. Huyu hapa anaitwa DJ Muba. Hii ndio ofisi yake. Unakuaje Muba? Kama cha kwanza hii idara inadili na audios. Akizungumzia audio maana yake kwamba ni muziki tu ya kawaida, lakini kuna sehemu ambayo wanadili pia na video. Sisi kazi yetu ni kupokea muziki na kusikiliza wasanii wanaoleta au mingine ambayo tuna download wenyewe. Tukiona ina viwango ambavyo sisi tunahitaji kwa ajili ya radio yetu, then tunapokea, inaenda hewani. Hiyo muziki yote unayosikia hewani lazima yote iwe imepitia hapa. Kwa hiyo msanii yote akileta kazi yake tunaisikiliza, kama itakuwa ina vigezo, haina maneno ya ukakasi, ina mashairi ambayo yanasikilizika, then inaenda hewani. Hivyo. Yaani wasanii wote hata hao wakubwa ambao A-list wote mnawasikia, lakini kazi zao lazima zipitie hapa mwanzo. Kwenye career yangu. You are an artist. Jamani, karibuni sana. Karibuni sana. So ndo jingles zote, matangazo yote, kila kitu yani kinachohusu jingles, image zote, floating features zote zinatengenezwa huko. Hiki ndio chumba cha production. Okay. Producers wote ndo tunakaa huko. Yaani tunafanya production huko. Kwa mimi akimaliza mtu leo tena nafuata mimi naanza production. Kwa sababu leo ni weekend na ni holiday. Hamna watu. Kwa John hapo anasubiria kuingia kwenye kipindi sasa. Kwani ndugu producer, mimi niuliza swali kwa niaba ya wenzangu. Unajua neno producer kwa mtaani imezoeleka ni mpaka mtu anaenda kuingiza sauti achanganya na muziki, si ndio hivyo? Au anayefanya vitu mbalimbali. Yaani yeye mfanya kwenye kipindi XXL, si ndio hivyo? Kazi yenu kubwa ni nini? Producer manake ni mtayarishaji. So chochote ambacho kinahusu maudhui ya kuruka hewani, yeye ndo ambaye anakuwa anakiandaa. That's why anaitwa producer. Hiyo producer imetoka kwenye neno production. Unaelewa production. So yule mwandaaji ndo anaitwa producer, lakini ule uchakataji sasa wa yale maudhui ndo unaitwa production. Umeelewa? Kwa hiyo producer yeye ndo anapanga nini kiruke, kwa sababu gani kiruke, na anaangalia maudhui ambayo anatengeneza, kwa nini anatengeneza hayo maudhui kwa ajili ya kurusha hewani. So ndo kazi kubwa ya producer. Mtozi. Mtozi ndo producer. Ndo nani? Ile producer skit inaitwa Kivunge cha Mtozi. Kivunge cha Mtozi. Ile asiye kaka kibosi bosi afu unajifanya ujifunze hapo uje tunakuangalia. Kwa bwana kweli wanne. Mimi Shibitali Nene pamoja na my brother. Leo kwenye segment ya nani mkali kunatakiwa kuwa na msanii gani manake huyu ndo anajua. Leo naleta msanii fulani kwenye XXL, si ndio hiyo? Ambaye sasa ni producer sasa. Producer ambaye ndo na Elias. Nipewe tu cheti jamani. Kabisa. Bwana brother, mimi nimefurahi sana. Nimefurahi. Mungu akubariki sana. Ilikuwa ni choice
Choice FM. Kwa hiyo imebadilishwa, inaitwa Malkia Choice FM, ipo kule Jangwani. Hii hapa ndo studio on air sasa ya radio. On air kwa. Karibu tena ukija hapo. Naitwa Kitori. Kumbe leo ameruka kama kawaida. Eka yupo anatembea maeneo haya sokoni, ataungana na Sakina hapo mama dawa yao kwa ajili ya kwenda. Sasa jamani, humu ndo hii ndo studio ya Clouds FM, hii ndo radio on air. Hapa ndo kila kitu. Leo kipindi cha leo tena wako Arusha kwa ajili ya Malkia wa Nguvu. Kwa inatoka live kutokea kule. Kwa hapa huyu ana receive link, anapandisha hewani. Leo kuna kwa hiyo kinachoendelea Arusha kinakuja live moja kwa moja hapa. Kwa hapa kinapandishwa kinaenda hewani. Kwa huyu hapa anasimamia matangazo na kitu chote ambacho kinatoka huko. Kwa hizi hapa ndo hii hapa mashine ya preview. Yeah, kwa hii hapa nyingine. Kwa hii hapa ina deal sana na mic. Hizi mic zote pamoja na ya DJ kule. Hii mixer hii hapa. Hii hapa na deal na kule ndani. Control ya hiyo. Kama kuna siku moja isha kusema RCS ndio mfumo huko pale ule pale. Kwa pale unaweza ukaseti ikawa labda live out, yani ikawa auto au ikawa live assist. So kuna sehemu tu pale unarekebisha kwamba hapa hii inakuwa auto. Kwa hiyo ukiweka auto hiyo, mtu anaweza kaenda zake kulala huko, kinajiendesha yenyewe. Kwenye tangazo inajipiga, kwenye wimbo inajipiga, kwenye nini inajipiga. Lakini kumesha set tumepanga, si ndio? Kwa sababu na sisi kila inapofika kamili inakuwa kuna kitu kinaitwa hawa tu. Kwa ndo hiyo ambayo inaendaga mwaka mzima, kampeni ndio inaendaga. Kwa umeona pale inapokuwa inaenda yenyewe. Kwa sababu mtu akiwepo unabidi uweke live assist ili hiyo iweze kufanya wewe uweze kuicontrol kwamba hapa nataka yenyewe itataka hapa matangazo, lakini nasema sio muda wa matangazo, naweza nikaendelea kuongea, lakini nikiiweka auto ikifika labda saa 9 na dakika 5 wewe unaongea yenyewe inajileta tangazo. Lakini ndio media nyingi wanafanya hivyo sasa hivi. Sasa hao nadhani mfumo wao labda uko tofauti. Lunch ni free hapa mchana. Serious? Kwa miss lunch. Nini kingine? Organize nyingine. Sidhani kama mmemiss vitu vingi sana. Nadhani vingi mmejifunza. Kama mlivyoona mazingira yetu ndio yalivyo hivi. Tumekuwa na tour nzuri kutoka mida ya 5 kamili mpaka sasa hivi. Tumepita department mbalimbali hapa Clouds Media Group, na lengo ilikuwa kujifunza kuweza kuelewa namna ambavyo media zinaendeshwa kama maagizo ya boss Swaumu Manengelo, madamu wetu. So tuko na Nene, lakini pia Shibitari Kusekwa kutoka shule kuu ya uandishi wa habari ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia producer wa XXL Elias Magalambula TZA hana mambo mengi, na yeye ndio mwenyeji wetu siku ya leo. Nene, tumefanya tour. Lengo ilikuwa ni kujifunza vitu mbalimbali. Unajua wengi tuko media, lakini kujua wengine wanafanya nini na kwa ni kitu bora zaidi. Kitu gani ambacho ume-experience leo na umeona hii imekuvutisha kwako? Kitu ambacho nime-experience mimi kwa upande wangu ni kwamba kwa hakika nilichogundua na nilicho-experience ambacho najua kipogo, lakini leo nimekiona na kimedhihirika rasmi ni kwamba kufanya kazi katika media, you must work as a team. Huwezi kufanya kazi peke yako and you expect something out of it. Tunaona kama hapa leo kipindi hiki ambacho kinaruka sasa hivi, leo tena kinaruka kutokea Arusha. But wapo watu Arusha, wapo watu Dar es Salaam hapa makao makuu wana coordinate kipindi kipo hewani. So media work has to go kwa sababu ya teamwork. Jambo kubwa nilojifunza hapa, nimejifunza uhalisia kwamba kwa nini media hii ina perform vizuri. Ya kwa miaka mingi imekuwepo. Nafikiri Elias, miaka mingapi sasa hivi? 26. Ya nimeperform kwenye peak miaka mingi. Nafikiri tumeona wote hapa departmental organization, wana departments mbalimbali, na hasa department ya masoko wanafanya vizuri sana sokoni kwenye marketing. Wamekuwa wabunifu, wanafanya vitu vingi ambavyo vinavutia hasa vijana. Nadhani kwa nchi hii moja ya media ambayo ni kivutio kwa vijana ni hii. Bro, safi kabisa. Mambo. Asante. Sawa, umeenjoy leo. Mara yako ngapi kutembelea media kama hii? Hii ni mara yangu ya kwanza kabisa.
Hujawahi kabisa? Hujawahi kuona media kabisa. Inakupa nguvu kiasi gani katika kupambania ndoto zako? Imenipa nguvu kubwa kabisa kupambania, kwa sababu naamini vitu vinawezekana vikafanyika na kutokana na idara zao na kwa kufanya kazi zao kwa pamoja imeweza kunipa tena ile motivation ya kuendelea kupasua goals zangu mimi. So jamani, wale ambao mnasikiaga Clouds, hapo ndo tuko juu, kilele cha Clouds. Yes nani? Ukiangalia hivi unaona kama ile gari ya maana kabisa. Shuka chini na basi.